Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu yangu, leo tunaanza kipindi kipya kabisa, na kipindi hiki tutakuwa tukielezana na kukumbushana kuhusiana na mirathi katika Uislamu. Tutakuwa na kipindi cha kwanza, cha pili na kuendelea mpaka pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala atatujalia tuweze kufikia. Na lengo kubwa ni kukumbushana tu, sio mimi mzungumzaji ndo najua zaidi kuliko wewe ambaye unanifuatilia, la hasha, isipokuwa kwa kile kidogo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amenijalia, basi naona nikufikishie na wewe ndugu yangu. Ndugu yangu, mirathi katika Uislamu kwanza kabisa ni suala ambalo au ni ibada ambayo imesahaulika. Waislamu wengi hatuna habari na mirathi katika Uislamu. Napotokea swala la mirathi, basi wengi katika Waislamu hukimbilia katika vyombo vya kiserikali, mahakamani, na kutaka kule ndio ambao wasimamie katika mirathi yetu. Lakini wallahi, Uislamu na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala imeweka wazi na kupanga fungu la kila mmoja ambaye anastahiki kupata mirathi katika Uislamu. Ndugu yangu, tushikamane, tuna sheria yetu na utaratibu wetu, kwa sababu ni sheria ambayo imeweka wazi na kumbainishia ni nani anayetakiwa kupata katika mirathi na nani asiyepata, nani kwa sababu gani, na haya yote insha Allah tutakuja kuyaona. Tukianza mwanzo kabisa, tunapozungumza mirathi, kila mmoja anafahamu mirathi ni kile ambacho kinachoachwa na marehemu, ni kile ambacho kinachoachwa na marehemu minal mali, katika mali, kwa maana mali ambayo anayoiacha yule ambaye amekufa, hiyo ndiyo ambayo inaitwa mirathi. Kwa hiyo mali hiyo inakuwa ni haki ya wale ambao aliowaacha, wale ambao wanastahiki kupata katika mali hiyo. Na mirathi katika Uislamu, ndugu yangu, ni elimu ambayo ni nusu ya elimu. Elimu ya mirathi ni nusu ya elimu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ta'allamul mirath, jifunzeni mirathi, kwa sababu mirathi nisful ilmi, ni nusu ya elimu. Wanazuoni walipoulizwa kwa nini imeitwa nusu ya elimu ikiwa kuna elimu zingine, imeitwa hivi kwa sababu ni elimu ambayo inahusiana na moja katika hali ya mwanadamu. Mwanadamu ana hali mbili. Hali ya kwanza ni hali ya uhai ambayo ndio tunayo mimi na wewe, na hali ya pili ni hali ya kufa, hali ambayo imekwisha wakuta ndugu zetu ambao wamo katika makaburi yao, na hali ambayo inatusubiria mimi na wewe ni hali ya kufa. Kwa hiyo katika hali hii ya kufa ndio hali ambayo inahusiana na mirathi. Elimu zingine zote zinahusiana na hali ya uhai. Kisoma fiqhi itakufunza namna ya kutawadha, namna ya kuswali, namna ya kuhiji na mambo mengine. Kila elimu utakayosoma utakuta inahusiana na hali moja ya uhai. Lakini elimu ya mirathi inaanza kufanya kazi baada ya kuwa mimi nimeondoka au wewe umeondoka, na ndipo ambapo watu watakaa na kuangalia ndugu yetu ameondoka, ameacha nini. Haiwezekani wewe uko hai au mimi niko hai alafu watu wakakaa wakasema, jamani, ndugu yetu ameacha nini katika mali yake. Haiwezekani, haiwezi kufanya kazi elimu ya mirathi ikiwa mtu bado yupo hai. Kwa hiyo elimu hii inahusiana na pale anapoondoka mmoja wetu. Ndugu yangu, katika mirathi kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyazingatia. Yaani, kabla ya kuingia katika mirathi, kwanza kuna hukukun mutaallikatun bitarikat, kuna haki ambazo zinahusiana na ile mali
mali aliyoiacha marehemu. Ni msingi sana kuzijua haki hizi. Tutaenda kuangalia haki ya kwanza. Haki ya kwanza katika hii halka ya kwanza, yani sehemu ya kwanza ya kipindi chetu, tuangalie haki moja, alafu haki zingine tutaangalia katika kipindi kingine. Haki ya kwanza ni tajhizul mayyit. Tajhizu almayyit, kwa maana kumwandaa maiti. Unajua mtu akishakufa anatakiwa kuandaliwa, min taghsilihi, kumosha kwake, wa takfinihi, kumvisha sanda, wa tadfinihi, kumzika. Ikionekana swala la kumuosha linahitaji gharama, basi hizi gharama zitaangaliwa katika mali aliyoiacha. Vinginevyo tu wakatokea watoto wake wakasema hapana, swala la kumuosha maadamu sisi hatuna ujuzi nalo na tumemtafuta mtu anataka apewe chochote, basi mimi binafsi, mtoto wake, ndugu yake, mimi ndo nitakayetoa, hakuna shida. Lakini ikionekana hakuna, basi mali yake aliyoiacha inatakiwa ihusike katika kumuosha. Sehemu ya pili ni kumvisha sanda. Sanda ikaonekana sanda pia inatakiwa marehemu avishwe, kwa hiyo gharama zitumike katika mali aliyoiacha. Hii ni sehemu ya kwanza kabisa kuiangalia mali yake. Ikionekana mtu akasema mimi nitatoa, mtoto wake, ndugu yake, haina shida. Na sehemu ya tatu ikaonekana kumzika huyu bwana kunahitaji gharama. Ili kwenda kumzika huko, basi lazima gharama zipatikane. Basi sehemu ya kwanza ya kuangalia ni mali yake. Tutaangalia mali yake, alafu ndio tutumie kwa ajili ya gharama za kumzika. Lakini akitokea mtu akasema mimi nitasimamia, haina shida pia. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza. Lakini ndugu yangu, katika kuyatekeleza haya tunatakiwa tuyatekeleze biduni israfi. Tusitumie israfu ya aina yoyote ile, tusitumie fujo ya aina yoyote ile. Tutumie tu ile hali ya kawaida, kwamba katika kumuosha hali ya kawaida kwamba imeshindikana, lazima tutoe katika mali ya marehemu, basi tuchukue kile ambacho ni wastani, kawaida. Lakini sanda hivyo hivyo tuchukue ile ambayo ni ya kawaida, na kumzika hivyo hivyo tuchukue gharama zile ambazo ni za kawaida, usifanye israfu katika mali hiyo. Kwa hiyo ndugu yangu, hii ni sehemu yetu ya kwanza ambayo inahusiana na mada hii ya mirathi. Wa billahi taufiki, tutakutana tena katika sehemu ya pili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.